Habari gani ndugu mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia katika masomo yetu ya Bobea Andikoni, katika lesoni yetu ya matukio ya mwisho ambayo inatuonyesha juu ya matukio ya mwisho ambayo Yesu alikuwa akiyapitia kabla ya kufa kwake pale msalabani ama kupaa kuelekea mbinguni. Na katika siku ya leo tupo katika somo la 10 mara baada ya kuona katika juma lililopita juu ya somo la je, nimsulubishe mfalme wenu, iliyokuwa ni kauli ya Pilato akiwauliza Wayahudi juu ya kusulubishwa kwa Yesu Kristo aliyokuwa amempeleka mbele yake. Na katika wiki hii basi tutaangalia juu ya somo linalosema mfalme msalabani. Mfalme msalabani. Mara baada ya hukumu kutolewa kusulubishwa kwa Yesu, sasa tunaona matukio ambayo yanafuata katika kumweka msalabani Yesu Kristo. Na katika studio nipo na walimu wenzangu ambao tutakusaidia katika siku ya leo na tutajadili pamoja juu ya somo hili na nafikiri utaweza kuelewa. Hivyo nikualike uweze kukaa mkao wa kuweza kubarikiwa. Na kabla sijaanza nitamwalika Mwalimu Paul atatufungulia kwa ombi tunapoelekea kuanza lesoni yetu hii. Mwalimu, karibu. Asante, basi tuombe. Utukuzwe Mungu wetu mfalme wa amani, tunashukuru kwa nafasi hii ya pekee. Umekuwa pamoja nasi katika masomo mengi yaliyopita. Umekuwa pamoja na ndugu mfuatiliaji wa vipindi hivi. Bwana, tunakuita tena tunapokuwa katika kipindi hiki. Tunaalika uwepo wa Roho yako Mtakatifu atupatie uwezo na nguvu na maarifa kwa ajili ya kuelewa. Tufundishe, tutafakarishe, hatimaye yote yaliyokusudiwa katika somo hili yakaweze kueleweka kwetu, yakabadilishe maisha yetu na hata ya ndugu mfuatiliaji wa kipindi hiki. Tunaomba hivyo kwa imani kwa jina lako Yesu. Amen. Mfalme msalabani. Mfalme msalabani ni somo zuri ambalo litatupatia kutafakari tukio kubwa na muhimu ambalo lilimfanya Yesu akashuka kutoka mbinguni na kuja hapa duniani. Ndio linakwenda kukamilishwa katika tukio hili la msalaba. Na katika utangulizi tunaye mwalimu ambaye atatupitisha hapo juu ya kipengele cha kusikiliza. Wakati fulani huenda umepitia uzoefu wa kusikiliza mtu fulani ama kusikilizwa wakati fulani, na natamani mwalimu Mnishi atupitishe huku kutokusikiliza kuna nini juu ya Yesu na aliyokuwa akizungumza. Karibu sana mwalimu Mnishi. Nashukuru sana. Ila mwongozaji, nina pendekezo. Itapendeza kama tungepitia yale mafungu ili tumweke msikilizaji kwenye kile ambacho tunajadili hapa ili nawe uweze kuelewa. Basi ni mwalike mwalimu Samson ambapo atatupitisha katika kitabu kile cha Mathayo 27 kuanzia ile aya ya 38 mpaka 44. Karibu sana mwalimu. Asante sana mwenyekiti. Katika ile kitabu cha Mathayo sura 27 na ule mstari wa 38 anasema kwamba wakati huo huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja katika mkono wake wa kulia na mmoja katika mkono wake wa kushoto. Nao walikuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, si tutamwamini. Mungu amwokoe sasa, anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Naam, hilo ni fungu kuu ambalo linatoka katika kitabu cha Mathayo, ambapo katika juma hili tutakuwa na Mathayo 27 kuanzia aya ya 32 hadi 56. Na hapo tumesoma mafungu ambayo yanatuelekeza ndani ya kisa. Basi
nimkaribishe mwalimu Munishi. Karibu sana. Asante mwalimu. Kwenye sehemu hii ya utangulizi ina kichwa kinachosema kutosikiliza. Kutokusikiliza. Kuna maneno mawili hapa inabidi tuyaelewe. Kuna kusikia na kusikiliza. Kusikiliza kunaweza kukahusisha kusikia, lakini kusikia kuhusishi kusikiliza. Kwa hiyo hapa tunajifunza jinsi Yesu alivyokuwa amejaribu mara kwa mara sana kuambia wanafunzi wake juu ya jambo ambalo linakuja kutokea. Na kile alichokuwa anakilenga sana ni kuambia wanafunzi kwamba yeye anaenda kufanyaje? Kufa. Tuna masomo ya nyuma hapo tulimwona Yesu alikuwa akisema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufanyaje? Cha kufa. Na pale alikuwa na lesoni katuambia si kwamba alikuwa anakuza huzuni aliyokuwa nayo. Ujumbe ambao alikuwa anauwasilisha ni kwamba ninaenda kufa. Lakini wanafunzi wake hawakumuelewa. Baadaye bustanini Gethsemane aliwaambia, mara nyingi aliwaambia hata kwenye kile chumba cha juu kule kipindi wapo kwenye ile karamu aliwaambia. Na sasa wakati huu Yesu alijaribu tena kuwaambia kwa namna nyingine wakiwa njiani kuelekea Yerusalemu. Na hapa aliwaambia kwamba angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki. Asa baada ya kuwa amewaambia maneno, akasema pia na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Cha ajabu kilichotokea sasa, baada ya kuwa amewaambia maneno, sio Petro, ilikuwa ni Yakobo. Yakobo pamoja na rafiki yake Yohana. Ni ndugu yake, ilikuwa ni ndugu yake. Yakobo na Yohana walimjia Yesu na ombi la dharura, yaani ombi la dharura kuhusu kiti cha enzi walichotarajia Yesu akisimamisha Yerusalemu. Baada ya kuwa Yesu amemaliza hayo maneno, wakaja na ombi la mambo ya ufalme. Mmoja atasimama kushoto, mwingine atasimama kulia. Kwa kile kitu kilimuumiza sana Yesu, kwa sababu aliona mimi nawaambia mambo ya kwamba mimi naenda kufa, afu naniambia habari za ufalme. Ndio kutokusikiliza. Sasa tunajiuliza swali tu kwamba umewahi kuwa na unamweleza jambo fulani, alafu yule mtu hakusikilizi. Ongea naye mambo mengi, alafu baadaye unaona mbona nielewe ninachokisema. Ndicho kilichotokea hapa kwa Yesu. Kwa kufupisha hii sehemu kwamba kujifunza kusikiliza. Unapowasilishwa kwetu, tujitahidi kusikiliza kile ambacho kinasemwa, yale mawazo nayo. Maana wale walikuwa nawaza ufalme wameishia hapo, wakadhani ni ufalme wapi? Dunia. Na ninaona kipindi kile kulikuwa kuna maana watu walikuwa wanafikiria kibinadamu. Na hata sasa hivi ndivyo walikuwa wanaambia habari kiroho. Tujitahidi kusikia tunaambia kwa sababu shida. Asante. Shukuru sana mwalimu Munishi ambaye anatukumbusha ndugu mtazamaji ya kwamba tunatakiwa kusikiliza. Na si tu kusikiliza bali kuelewa na kukipokea kile kinachilishwa. Wakati fulani nikaweza kufikia hata kwa sasa tu mtu anakuja anakuambia bana, baada ya nahisi nitakufa. Ni jambo ambalo kwa gumu kulipokea kwamba utakufa, unaona kwamba utakufa. Ndicho ambacho wanakuja wanapitia pia wanafunzi. Naona mwalimu unaweza ukaongeza pia. Wakati huu dhana ambayo walikuwa nayo ndio iliyofanya wasisikilize. Kuna wakati unaweza ukasikia ni zaidi ya kusikia, ambapo unaongeza umakini ambayo inapelekea uelewa na ufahamu wa jambo lilokusudiwa. Kwa hiyo hapa kilichopofusha macho ya wanafunzi ni kile ambacho tayari walikuwa wamekijenga akilini mwao, dhana ile ya ufalme wa kidunia. Walifikiri pengine alikuja kung'oa ufalme wa Kirumi, kuitambulisha dini ya Kiyahudi na mambo mengine kadha wa kadha ambayo hawakuelewa. Inawaza sawa kwamba Yesu ni mfalme katika nyanja ipi, hawakuielewa. Hiyo nasi kwa zama kama hizi pia tunaitwa kumwelewa Mungu namna ya tofauti, yani kule
uonyeshe umakini katika kusikia nasi kupitia au anenayo nasi kupitia Roho yake Mtakatifu. Na mnashukuru sana Mwalimu Paul ambaye ana juu Roho aweze kutukumbusha kuelewa kile akizungumza Yesu akasikiliza. Tuweza tukajifikiria ambao huwa unachukua kumsikiliza Yesu ili aweze kuzungumza na wewe juu ya jambo fulani. Hivyo ni kualike uweze kuchukua wakati wako kumsikiliza Yesu na kuelewa na kubadilisha kile ambacho unakiamini, ukiruhusu Roho akuongoze kuamini ambacho anakusudia uweze kukipata. Amen. Na katika kipengele cha zama tunaye Mwalimu Paul Rugimba ambaye atatupitisha hapo kinachosema jiokoe. Tumesoma fungu kuu ambalo limeonyesha makundi kadhaa ya watu waliokuwa wakijaribu kumdhihaki huyu Yesu. Nikukaribishe sasa mwalimu kwa ajili ya kutusaidia juu ya kipengele hiki cha jiokoe. Karibu sana. Asante sana mwalimu. Nimewahi kuwaza pia wakati fulani tumepita katika shule huko, shule za msingi, O-level, A-level. Kuna wakati inawezekana kuna mwanafunzi, inawezekana ikawa wewe au mwingine, alikuwa akipendwa sana na mwalimu fulani, na muda fulani alikuwa akitetewa kwa baadhi ya mambo. Yes, akitetewa panapotokea pengine ni adhabu zinahusu wanafunzi, kwa sababu ya namna fulani ya tabia yake, huenda ya uadilifu na nini, vilimfanya apendwe na kuwa katika sehemu ya utetezi na nyakati ngumu pale inapokuja kundi zima. Kuna wakati mwanafunzi huyu anaingia katika hatari ya kuadhibiwa vikali sana, na inaonekana adhabu inakuwa ni kali kuliko ambavyo walikuwa wakiadhibiwa wanafunzi wenzake nyakati ambapo wanapata utetezi. Yes, navuta picha namna gani katika mioyo ya wale wanafunzi, na mbaya zaidi mwalimu huyu ambaye alikuwa akimtetea mwanafunzi huyu anaingia katika kumwadhibu vikali mwanafunzi huyu ambaye alikuwa akitetewa na huyu mwalimu. Fikiria picha hiyo ambayo inajengeka kwa vichwa vya wanafunzi wengine. Yes, kwamba inawezekanaje, yani sielewi dhihaka ambayo inawezekana usitamke, lakini kuna namna wakazungumza kwa kimya kwamba mwalimu, msiulimtetea, sasa mtetee na katika hili, au kwamba usiulijifanya wewe au hauingii katika kesi, sasa imewezekanaje leo, hebu jaribu kujinasua katika huo mtego. Basi ni wakati ambapo sasa katika muktadha wa somo hili tunamwona Yesu anaingia katika wakati mgumu, ambaye anatajwa katika mwanzoni kwamba ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Mara hii anayeita mwanangu mpendwa amekaa kimya. Yes, pengine Yesu akitaraji maneno ya faraja kama ambayo aliyasikia mwanzo wa mission wakati anabatizwa, maneno haya tena hayasikii. Wakati fulani wanafunzi akifikiri wangekuwa pamoja naye, wanafunzi hawanaye tena kwa muda huo. Yes, ni kipindi kigumu sana kukifikiria, na muda huu yuko msalabani na watu wakipiga kelele jiokoe, jiokoe. Na kwa nini kujiokoa? Kwa sababu walikuwa hawajaelewa pia nini kinafanyika, na kwa sababu pia alikuwa ameponya watu wengi hapo kabla, na kwa kuwa namna akili zao zilivyokuwa zinamuelezea, katika akili zao walikuwa na definition tofauti na misheni yake. Walifikiri anajifanya, alidai kuwa mwana wa Mungu, lakini kumbe ni halisi, si ndivyo? Yes, alidai kuwa mwana wa Mungu, na ndivyo walikuwa wakifikiri, lakini wakijua anakufuru tu wala si mwana wa Mungu. Basi kama ni mwana wa Mungu sijiokoe. Yes, sauti za watu kadha wa kadha zilipita na kusikika masikioni mwa watu wengi, zikiwemo sauti za wageni zilisikika zikimshutumu Yesu msalabani, wakitikisa vichwa, huyu naye vipi? Lakini kuna sauti za viongozi wa kidini ambao kutoka Yerusalemu nao walidhihaki, na ukiangalia pale aliposulubiwa palikuwa ni katika njia ambayo mataifa mengi katika shughuli pengine za kibiashara pamoja na movement za Pasaka walikuwa wakipita. Kwa watu wengi walikuwa wakipita pale, wageni, lakini makuhani walimdhihaki vile vile. Tunaona pia askari wale nao walimdhihaki, kumwambia kama ni mwana wa Mungu, kama ndiwe mfalme wa Wayahudi, jishushe. Lakini kundi lingine ni mtu mmoja ambaye alikuwa mhalifu. Yes, pamoja na wale wahalifu wawili ni makundi ambayo yalimdhihaki Yesu. Na kauli hii ilikuwa ni vichocheo vya muovu, kwa sababu alikuwa akijaribu
kuchochea katika akili za watu kuhusiana na kujiokoa kwake. Alijua kabisa kwamba pengine kupitia dhihaka zile Yesu angekata tamaa, lakini katika kusulubiwa kwake ndipo kulikuwa na ushindi wa huyu mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Kwa hiyo ndio maana Bwana hakufanya hivyo, japokuwa alikuwa na uwezo wa kujiokoa. Kwa hiyo kujiokoa kwake kungehatarisha usalama wa maisha yangu na ya kwako. Lakini pia kwa wakati huu shetani kwa katika shinikizo kubwa, alijua anaenda kupata vitu vyote vya dunia, lakini anaweza kupoteza vyote. Kwa hiyo katika hali gani anapata vyote na katika hali gani anapoteza? Kama Yesu angejijali mwenyewe kujiokoa, basi shetani alikuwa anaenda kupata vyote. Yes, kwa sababu hapa wale walikuwa mtawala. Lakini kwa kuwa alitambua kuwa pia Yesu akifa basi anaenda kupoteza vyote. Lakini kilicho kikuu na kizuri, tunaona Yesu anashinda, anakubali kufa na anakumbuka kauli ile, ndiwe mwanangu mpendwa, bado ikampa faraja. Na hivi ndivyo pia maisha ya mwanadamu leo. Zipo sauti na kelele nyingi za watu hupiga katika masikio yako kwamba unajidai wewe unamwabudu Mungu, ni mtoto wa Mungu. Mbona unaumwa hauponi miaka mingi? Mbona una uchumi mbaya? Mbona mambo yako hayaendi hivi na vile? Ni sauti ambazo wakati mwingine zinachochea kukata tamaa. Tunapozisikiliza basi tutambue kuwa Mungu huwa na sababu kuu katika kila jambo, na thamani kubwa pia inaweza ikawa imefichika katika maumivu tunayopitia. Nashukuru sana Rugimba kwa uchambuzi huo na wakina. Naamini ya kwamba ndugu mtazamaji unetufuatilia unaweza kubarikiwa na kuelewa kwa undani. Huenda wakati fulani uko umefikiria na kuwaza ya kwamba umewahi kupitia hatua ya kuaibishwa, lakini nataka nikuhakikishie hata Kristo pia aliaibishwa na alidhihakiwa. Tena na hata waliokuwa washiriki wake wa kanisa, wanafunzi wake pia wakati huo hawakuwapo pamoja naye wakati anadhihakiwa. Kwa hiyo si wewe uliokuwa wa kwanza kudhihakiwa. Na baadaye basi mwalimu atatusaidia ni nini tutafanya pale tunapopitia katika hali hiyo. Na kwa wakati huu nitamwalika mwalimu Sefrin ambaye ataweza kutusaidia katika kipengele cha fasiri, ambapo tutaangalia juu ya kuachwa, kukataliwa na kuvunjika moyo. Maneno haya ni maneno magumu ambayo wakati fulani huenda yakisikika, kuachwa, kukataliwa na kuvunjika moyo. Huenda umewahi kupitia uzoefu huu wa kuachwa, kukataliwa, na ni vitu ambavyo vinawatoa machozi watu wengi, hasa vijana nikiangalia katika kipindi hiki tulicho nacho. Aya, kabisa. Kwa hiyo ni mwalike mwalimu Sefrin atuambie kuna kuachwa, kukataliwa, kuna jambo gani hapa katika sehemu ya fasiri. Karibu sana mwalimu Sefrin. Asante. Kabla sijafikia kwenye hiko kipengele, nipende kuongezea kwenye sehemu ya jiokoe. Ambacho nimeweza kupata hapa pia pamoja na kujifunza ni vile Kristo walivyokuwa wanamdhihaki. Pamoja na kwamba amesulubiwa msalabani, watu wa aina tofauti tofauti wanapita wakimdhihaki, lakini anasema kwamba cha kushangaza, licha ya dharau na matusi yote waliokuwa wanamtukana, aliendelea kuwaombea kwa Mungu awasamee, kwamba Mungu awasamee kwa kuwa hawajui alifanya nini walitendalo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimeweza kujifunza kwamba kumbe hata sisi tukipitia mateso tofauti tofauti, kudhihakiwa ulimwenguni, hatuna budi kuwaombea wale watesi wetu kwa Mungu awasamee. Lakini pia kwenye hiki kipengele kinasema kuachwa, kukataliwa na kuvunjika moyo. Ni kipengele ambacho Kristo alikipitia. Kama tunavyojua, kuachwa ni kitu kibaya sana. Kama maisha ya uhalisia ambao wameshawahi kuachwa, nadhani huwa wana hiyo, yani kuachwa huwa wana hiyo na niliona wana uzoefu fulani. Lakini kuachwa pia hakuzoeleki. Jinsi hapa mwandishi amezidi kutupitisha jinsi namna Yesu alivyokuwa ameachwa, kukataliwa pamoja na kuvunjika moyo. Unajua kwamba ni mateso mengi ambayo aliyapitia Yesu toka mwanzo alivyokuwa ana introduce ile hali ambayo itaenda kutokea kwa wanafunzi wake. Pamoja na hayo bado wanafunzi wake hawamuelewi, lakini mpaka Yesu anafikishwa Kalvari, anasulubiwa msalabani, anazidi kujiuliza kwamba kwa nini mimi? Kwa nini hivi? Kwa nini wanitende hivi? Yaani ni maswali mengi ambayo alijiuliza. Hata kama ni maisha ya uhalisia
ungelikuwa ni wewe ungejiuliza. Mpaka anaenda kufikia sehemu anasema kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Nafikiri ni mateso makali sana ambayo aliyapitia toka mwanzo wa kisa hadi mwisho wa kisa. Ni namna gani inaonyesha kwamba Yesu alipitia makosa au alipitia mateso mengi sana ambayo alikuwa nayo moyoni. Lakini pamoja na kusema kwamba Mungu wangu kwa nini umeniacha? Nadhani Mungu alikuwa hajamuacha. Hii ilikuwa ni jaribu ambayo lilikuwa halina budi kutimia. Lakini pamoja na kuonyesha ile hali kwamba Mungu anajitetea, kwamba Yesu anajitetea na watu wanamdhihaki, yani ameachwa, amekataliwa pamoja na kuvunjika moyo. Na mwandishi anasema kwamba yani kuachwa ni vibaya kuliko kuadhibiwa. Ni heri Yesu wangemuadhibu pamoja na ni heri Yesu wangemuadhibu, lakini kusiwepo kufanya nini? Kuachwa. Lakini sasa hivi vyote vinatendeka kwa wakati mmoja. Ameachwa, ameadhibiwa na hakuna msaada wowote. Nini ambacho ninajifunza? Kitu ambacho tunajifunza hapa, tujapopitia katika kuachwa, kukataliwa na hata kuvunjika moyo, tuamini kwamba mtetezi wetu tunaye ambaye ni Yesu Kristo. Yesu alijua kwamba hapa Mungu amekaa kimya, lakini anajua kwamba moyoni bado Mungu yuko pamoja nami. Na sisi pia tujapopitia hayo mateso katika kuitetea haki, tujue kwamba Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Nashukuru sana Mwalimu Sefrin ambaye umetupitisha kwa uzuri katika kipengele hicho cha kuachwa. Natamani tu nikupatie uzoefu mdogo, ndugu mtazamaji unayetufuatilia, na walimu wenzangu hapa studio. Kumekuwa na msemo kwamba ukiachwa basi na wewe unafanya nini? Unaachika au unakubali. Na piga picha kama Yesu angekuwepo kwenye kipindi kama hiki, kauli hii angeithibitisha kwa namna ya tofauti, kwa sababu Yesu watu walimwacha ambao anawapigania hao, lakini baadaye tu anasema wasamehe kwa sababu hawajui wanalolitenda. Kwa hiyo rafiki, wewe sio mtu wa kwanza huenda kuachwa ama kukataliwa. Yesu pia Kristo alikuja kwa ajili yetu, lakini aliyokuja kwa ajili yao walimkataa na wakamvunja moyo, lakini hakuacha kufanya kazi yake. Aliendelea kuwaombea na kupatia moyo alipokuwa akiendelea kuimaliza kazi yake. Kwa hiyo ni kukutia moyo. Niongeza hapo mwalimu. Naam, karibu sana Mwalimu Munishi. Sio hapo, lakini nyuma kwenye somo la ambalo ameliwasilisha hapa. Okay, kujiokoa. Kujiokoa. Naam, karibu sana. Kuna kitu ambacho kinatumaliza sana duniani. Yaani ni maisha binafsi, kwenye makundi ya watu na vitu vingine kama hivyo. Kiburi. Kitu ambacho alikuwa anakichochea shetani sana ni kuibua. Mahali fulani tulisikiliza mahubiri akasema sin kale ka ai katikati. Umeona, yani ndio kuna mata. Yani ukishaanza ai, mimi ndio dhambi inaanzia hapo. Kwa hiyo shetani alichokuwa anakipush sana ni kwamba Yesu atoke aseme mimi ai. Umeona? Mfano kwamba jitoe hapo msalabani, yani adhihirishe uhalisia ule wa kibinadamu. Sijui umeona? Kwa hiyo kiburi ni kibaya sana kwenye maisha yetu. Kitu ambacho alikuwa anatufundisha Yesu ni unyenyekevu. Kwa maana mahali fulani kwenye Biblia alisema jitieni nira yangu, jifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Yani maisha ya Kikristo ili ufanikiwe lazima uwe mnyenyekevu. Yani ushuke chini. Yatakupiga makubwa lakini uwe chini. Ndicho Yesu alichokuwa anatufundisha hapa. Kama angejiibua uhalisia wake, maana si alikuwa na uwezo. Umeona? Angejidhihirisha, tungekuwa sisi wote habari yetu, tusingekuwa hapa tunajadili Biblia. Hali ingekuwa mbaya. Kwa hiyo kiburi. Nashukuru sana Mwalimu Munishi unayetupatia kumbukumbu ya kwamba tushushe viburi vyetu. Wakati fulani unaweza ukawa una uwezo lakini watu wakakudhihaki kupima uwezo wako. Kwa hiyo tumia akili na jishushe tu kuwa mnyenyekevu, usije ukaharibu mambo. Nielekee kwa Mwalimu Samson ambaye atatupitisha katika kipengele cha tunaitikiaje. Tumejifunza juu ya uzoefu tofauti aliopitia Yesu katika safari yake hii ya mpaka anaangikwa msalabani, na Mwalimu Samson atatusaidia katika kipengele cha alika. Kuna nini katika kuitikia hapo? Karibu sana. Naam, asante sana mwenyekiti. Katika kipengele hiki cha alika au tunaitikiaje, naam, tumekwisha kuona
simulizi au historia fupi ya kafara ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, kwamba Yesu au Masihi au mwana wa Mungu alilipa deni, alilipa gharama ya dhambi za ulimwengu. Lakini cha ajabu ni kwamba hata waliokuwa mashuhuda katika kipindi hiko, kipindi cha kafara inatokea, hawakuonesha mwitikio au hawakuonesha umuhimu wa kafara hiyo, na zaidi ya hayo waliendelea kumdhihaki kwa sababu pengine walikuwa hawaelewi kile kinachotokea au thamani ya ile kafara. Tangu kipindi hiko cha kafara hiyo mpaka sasa hivi watu wamekuwa wakisoma au wakihubiriwa hadithi hii au simulizi hii, ambapo wamekuwa wakisindikizwa na machozi au huzuni kuhisi kile Yesu alichotendewa na umuhimu wake. Lakini basi Nabii Ellen G. White ameeleza na kutuonya kwamba wengi wetu tumekuwa Wakristo ambao tunadai kumfahamu Kristo, lakini basi tumekuwa tukisisimuliwa na biashara za kidunia, na katika ile njia ya kumwelekea Mungu mioyo yetu imekuwa ya baridi sana. Tumekuwa au tumeonekana kama tumeganda. Hatuna ile shauku ya kuweza kufunua au kuelewa umuhimu wa ile kafara Yesu aliyoifanya katika kipindi kile. Kwa hiyo anajaribu kutuambia kwamba kuna hatari kubwa kufikiria kwamba tayari tunamjua Yesu Kristo na tayari alishakufa kwa ajili yetu, lakini tunachukulia kitendo hiki ni kama kwamba ni cha kawaida sana. Anachojaribu sasa kutusini kwamba tunapaswa kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutupatia mioyo iliyo laini, kutoka kuwa migumu iwe laini, ambayo hiyo mioyo iguswe upya kwa nguvu ya msalaba, na itusaidie kuona uthamani wa hii kafara. Wakati huo wa kafara inatendeka, shuhuda ambaye hakutarajiwa kabisa, akida huyu ambaye alihusika pengine ambaye alihusika moja kwa moja katika utekelezaji wa kafara hiyo, lakini mwishoni baada ya tetemeko la ardhi moyoni mwake akajisemea katika ile Mathayo 27 mstari wa 54 kwamba hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Ina maana anabadilisha mtazamo wa kutokuamini kile kilichokuwa kinatendeka. Anabadilisha mtazamo kwamba kile kilichokuwa kikitendeka kina umuhimu, kwamba hakika huyu ni mwana wa Mungu. Ina maana ni tofauti na kile ambacho watu wengi walikuwa wakimdhihaki. Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka sasa ujiokoe mwenyewe. Ina maana yeye moyoni mwake akawaza, akabadilishwa kwamba hakika huyu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo sisi katika maisha yetu sasa hivi au katika karne hii, sisi Wakristo wa zama hizi tunatakiwa kuwa na mioyo laini, au tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu apate kutupatia mioyo laini ambayo inaweza kupokea au kuona uthamani wa kafara iliyotendeka, tofauti na kuelewa kwamba ndiyo Yesu alikufa kwa ajili yetu, lakini umuhimu wake hatuoni, tunachukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa kwamba kafara iliyotendeka katika msalaba ule ina uthamani katika maisha yetu. Asante sana. Nashukuru sana Mwalimu Samson ambaye anatukumbusha juu ya kipengele hicho ya kwamba kuna wakati fulani Mungu anatumia wale wasiokusudiwa. Ndio maana anamtumia askari huyu kutambua uwepo wa mfalme wa Mungu. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza kuwa tuna maarifa lakini tusielewe. Wakati dakika zetu zimebaki chache sana, natamani tufikirie jambo moja la mwisho. Tunapitia wanadamu uzoefu wakati fulani mgumu, wakati fulani tukahisi kama Yesu, Eloi Eloi lama sabakthani, tunalia Mungu ametuacha. Lakini wakati huu wa Baba yupo wapi? Wakati huu Yesu yupo wapi? Tunapokuwa tukifikiria
ya kwamba kana kwamba ametuacha. Mwalimu Sefi, unaweza kutusaidia kidogo hapo? Huenda mtazamaji akafikiria kuna wakati huwa ninabaki peke yangu kama Yesu. Ningependa kujibu kwa namna hii. Wakati mwingine kweli tunapitia changamoto ambazo zinaweza zikatupelekea tukajua kwamba Mungu au Kristo Yesu ametuacha, lakini la hasha, tutiane moyo kwamba Mungu wetu bado hajatuacha. Yupo kwenye chumba cha maombezi ambayo anaendelea kutuombea kila mmoja wetu tukamilike au tuitambue thamani ya kafara ambayo alionyesha pale msalabani, kwamba kisa hiki cha msalaba kituguse au kitusogeze karibu na msalaba. Yani tusikomee tu kwamba kusoma kisa hiki cha msalaba ambapo Yesu alisulubishwa, lakini pia tufikirie namna gani ambavyo kafara hii imeleta ukombozi kwetu. Tusije labda tukadhani tu kwamba hii habari ilikuwa ni ya muda ule, bado inaishi mpaka sasa hivi. Tusije tukadhani kwamba iliishia kule, bado inaendelea. Kwa hivyo ni kutiana moyo na kuamini kwamba Yesu bado yupo, anatupenda. Na nashukuru sana Mwalimu Sefrin kwa kutusaidia katika namna hiyo, ambapo ametukumbusha ya kwamba tuendelee kudumu katika kusali. Yesu yupo, na jambo la kufurahisha ni kwamba Yesu pia huwa yupo anateseka na sisi, kama pale malaika Mungu Baba alikuwepo pia wakati Yesu anateseka juu ya msalaba, na Yesu na wao pia walikuwepo. Kwa hiyo Yesu huwa yupo na sisi wakati wote. Natamani tumekuwa na somo zuri ambalo linazungumzia juu ya mfalme wa msalaba huyu tuliyemuona hapa katika somo hili la 10, na nikualike tu ndugu mtazamaji ama mfuatiliaji wa vipindi vyetu, uendelee kutufuatilia mahali ambapo tunakuwa tukiendelea kutoa masomo kama haya ya Bobea Andikoni. Tutakuwa tukizidi kuchambua na wewe mahali patakapokuwa pakihitajika, lakini pia ukiwa na swali tukualike uweze kuacha na tutakuwa tukiweza kujibu kwa namna ya kipekee. Mfalme wa msalabani, ni mara ngapi umejifunza hichi kisa? Ni kisa kizuri ambacho kinatafakarisha maisha yetu, lakini pia kinaendelea kutusogeza karibu na Mungu. Hivyo nikualike katika juma hili uweze kubarikiwa na somo hili zuri. Nikualike kwa ajili ya somo jingine. Usichoke kutufuatilia, panapo majaliwa tukutane. Mungu aweze kukubariki. Na kwa kufunga kipindi chetu nitamkaribisha Mwalimu Sefrin ataweza kutufungia kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu Babu Sheikh mahali juu mbinguni, asante kwa kipindi kizuri ambacho umeweza kukubali wana na binti zako tuweze kujadili kuhusu mfalme na msalaba. Endelea kuwa pamoja nasi, yale yote tuliojifunza yakaweze kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Tunapokuwa tukiendelea kuishi katika ulimwengu, tufundishe kukutafakari na kuitafakari kafara yako ambayo ilileta ukombozi kati yetu. Endelea kutulinda na kutuongoza masaa haya. Wabariki na watazamaji ambao wameendelea kutufuatilia katika kutafakari neno lako. Tunajiweka mikononi mwako tukiamini kuwa utakuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.